Kuna fikira mbaya ningependa kwa niaba ya walimu niweze kutoa katika mawazo ya watu kuhusu nidhamu ya wanafunzi. Walimu tumekuwa tunaongea sana kuhusu kutojali kuhusu discipline ya watoto ambao hawako tayari kuwa disciplined, na kumekuwa na huu msemo wa walimu sana sana wanasema teach and go home. That is a very serious clarion call amongst the teachers, and it is actually working for them, and that is the reality. Lakini kile kitu nataka kurekebisha, si ati walimu wakisema teach and go home ati hakuna nidhamu wanaweka kwa wanafunzi. Walimu wamegawa wanafunzi viwango viwili. Kuna wale wanafunzi wanajipata katika kukosa nidhamu, si kwa sababu wamepanga kukosa nidhamu. Sio kwa sababu kimakusudi wamekosa nidhamu. Wamejipata katika makosa kwa sababu pengine kuna vile wamefunja sheria za shule kwa kutopenda kwao, kama mtoto kuchelewa shuleni, kuchelewa kuingia darasani, ama kukosea mwenzake, ama kutofanya kazi ya shule. Na kukosa kwa nidhamu kwa aina hiyo kunarekebishika. Wanafunzi wa aina hiyo ambao ndio wengi wanarekebishika. Utamwambia usirudie hii na anasikia. Kufunja kwake sheria za shule si ati amepanga, amejipata kwa sababu ya kukosa uwezo wa kutimiza yale ambayo shule inataka, yale ambayo mwalimu anataka. Kuna kiwango kingine cha pili cha wanafunzi ambao kukosa kwao nidhamu ni makusudi. Hao wamepanga kutotii, wamepanga kutofanya kile mwalimu anawaambia, wamepanga kupigana, wamepanga kuiba, wamepanga kuharibu. Kama hao wanafunzi tunaona hao wa utumishi girls. Wanafunzi wa aina hiyo walimu wamewaachia wazazi, wamewaachia sheria, wamewaachia mwenye ataweza kushughulika nao. Kwa sababu hebu niambie mwalimu atafanya nini? Akiambia mtoto wewe huwa uko na uvivu, ufanye kazi ya mwalimu, hakikisha umeifanya. Mara kwa mara huyo mtoto hataki kufanya. Na huku mwalimu ameambiwa usiguze mtoto, usimwadhibu, ni umuongeleshe tu. Sasa tukiongea tumeongea asikii. Walimu tufanye nini? Ndio unaona kuna kikundi cha wanafunzi unapata walimu hawana haja nao kwa sababu wamewaweka katika kile kikundi cha wasiosikia, wasiotii, na ni makusudi yao kuwa hiyo ndio hali wanapenda. Otherwise, si ati walimu tumeacha sasa watoto teach and go home ati ushughulike na mtoto yote. Hapana. Kuna wanafunzi ambao ni wazuri sana na walimu wanawasaidia, walimu wanawashughulikia, walimu wanawarekebisha. Lakini kuna wale wengine unapata wako na backup kutoka nyumbani ya kuwa wajeuri. Kuna wale wanajua mwalimu akimuguza ataambia mamake babake alete shida shuleni na kuharibike. Walimu hatutaki shida shuleni, walimu hatutaki sarakasi shuleni, walimu hatuna time ya vita na wazazi. Kwa hivyo wanafunzi kama hao huwa wanaachwa, bora tu hawaharibu amani ya shule. Lakini kama ni kukosa nidhamu kwao kwa kujiharibu wao wenyewe, basi walimu hawana cha kufanya. Na huwa mzazi amehusishwa kwa kiwango kikubwa kujaribu kurekebisha, lakini imeshindikana. Sasa inabaki wacha tu wakae hapo, miezi isonge, tamu ishe, mwaka uishe, amalize shule, atoke alivyo. Hiyo ndio hali ambayo walimu wanapitia.